Mchezo ulianza vizuri, mpango wetu ulikuwa mzuri, lakini goli nafikiri la mapema lile likaanza kutupoteza concentration hadi kufikia karibia na kipindi cha kwanza tukapoteza kabisa kwenye muundo wetu ambao tulikuja nao mapema. Kwa hiyo nafikiri mechi iliishia pale kwenye dakika 45 za kwanza kwa magoli mawili ambayo mimi nafikiri yalikuwa magoli mepesi. Kipindi cha pili tukajaribu kufanya mabadiliko na kuangalia njia mbili tatu, naona mchezo tulibalance, hata timu ilikuwa inaweza kutoka angalau kuwa na harufu ya kuweza hata kupata goli. Umeona, kwa mechi imeisha hivyo. Ni makosa ambayo kama goli la 4 la Simba ilikuwa la kona, bado ilikuwa ni umakini. Kwa tumeadhibiwa kwa kukosa umakini. Lakini ile shape ambayo tulikuwa tumekuja nayo nafikiri kwa inaenda vizuri. Kipi ambacho ulikifanya kipindi cha pili mpaka mkaweza ku contain Simba kwa sasa? Nafikiri tuambie wachezaji tuendelee kwenye ile shape ambayo tulikuwa nao, lakini tuna uwezo na sisi wa kutoka. Tujaribu ili tusiwakaribishe sana golini kwetu. Kwa angalau ilikuwa kidogo na wenyewe naogopesha, kwa walikuwa wanacheza na wewe kwa kuogopa kama tunaweza tukapata chochote. Coach, nafasi ya 15 pointi 22, mechi 22, pointi 14. Uone kabisa adhabu ya kwenda kushuka daraja inakuja kwenu? Kimahesabu nafikiri bado. Lakini tuna kazi ya kufanya. Kwa sasa inatakiwa at least kama labda mechi ya nyumbani ndio tukipata matokeo tunaweza tukaendelea kufufua matumaini yetu, lakini tukiendelea kupoteza kama hivi ndani ya mechi 2-3, ina maana tayari tutakuwa hesabu zitaanza kukataa. Lakini ukiangalia sasa hivi mechi zilizopo na watu ambao wako juu yetu, mkipata mechi 2, mechi 3 mnaweza mnaanza kuingia kucheza kwenye playoff. Kwa bado kimahesabu nafikiri bado tuko salama, lakini ni kili tu tuna kazi ngumu ya kufanya hadi tufikie hayo malengo.